Kila furaha itokanayo na mchezo wa mpira wa miguu ni kumbukumbu isiyosahulika mioyoni mwa mashabiki. Maendeleo na mafanikio, basi nyuma ya mafanikio hayo na makombe tunayojisifia hii leo ni jasho na damu la wakongwe ambao walijitoa kwa udi na uvumba. Lakini ziko wapi takwimu zao na mafanikio? Vipi kuhusu heshima yao? Ungana nami David Kiamani kupitia makala hii inayoeleza kwa kina juu ya swala hili. Tunaposhangilia ushindi wa timu zetu, tunakumbuka mabao mazuri, pasi za mwisho na makombe yaliyoinuliwa juu kwa fahari kubwa. Lakini mara chache sana tunasimama na tunajiuliza, wale waliotuletea furaha hiyo wako wapi leo? Soka la Tanzania limejengwa na jasho, majeraha na kujitolea kwa wachezaji. Wachezaji hucheza kwa moyo mmoja kwa vilabu na pamoja kuitumikia timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Wengi wao waliingia uwanjani si kwa ajili ya pesa kubwa, bali kwa mapenzi mema na heshima ya taifa na furaha ya mashabiki. Katika historia ya soka la Tanzania, tulishuhudia majina yaliyotikisa viwanja na kuweka historia kubwa, lakini swali la kujiuliza, je, ni kweli tuna mfumo imara wa utunzaji wa kumbukumbu za wachezaji kama mataifa mengine makubwa yaliyoendelea kisoka? Majina kama Sande Manara, Juma Kaseja, Mrisho Ngasa na Mbwana Samata, King Kibaden. Kuna takwimu maalumu kuhusu makubwa aliyofanya katika historia ya soka la Tanzania, au kuhusu wachezaji bora wa ligi kuu toka ilipoanzishwa. Tuzo na heshima yao ni vipi kuhusu mchezaji mdogo zaidi kuingia ligi kuu na takwimu zao? Bila shaka hili ni eneo muhimu sana katika soka la wachezaji. Wachezaji kama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal wanazidi kuteka ulimwengu kwa kuweka na kuvunja rekodi za mchezo wa mpira wa miguu, si tu kwa kuomba mpira uwanjani, bali takwimu na taarifa zao muhimu huhifadhiwa kama kielelezo muhimu na mwongozo kwa kizazi hadi kizazi. Bila mfumo maalumu wa kuhifadhi takwimu za wachezaji, kumbukumbu, matukio muhimu, heshima hupotea. Hii ni sawa na kumpigia mbuzi gitaa wala siki. Tanzania ina wachezaji waliofanya makubwa kwa timu ya taifa na vilabu kwa nyakati tofauti, na kwa kufunga mabao, kuchukua makombe na kuchukua ufungaji bora kwa msimu kadhaa. Lakini ni ngumu kupata takwimu zinazoeleza kwa kina matukio haya muhimu, ambayo ni sehemu ya urithi wa kizazi na heshima kubwa kwa wachezaji, hususan wachezaji wazawa. Wachezaji kama King Kibaden, George Masatu, Sande Manara maarufu kama Kompyuta ni miongoni mwa wachezaji waliofanya vyema katika nyakati tofauti. Lakini iko wapi historia yao na heshima ya kutambulika kama wakongwe? Hali hii ni tofauti na mataifa na vilabu vikubwa duniani kama Ulaya, tukishuhudia matukio muhimu yakiwapa heshima maalum wachezaji wakongwe, si tu wanapostaafu, bali hata kuhama klabu moja kwenda nyingine huagwa kwa furaha na heshima kubwa kweli kweli, hali ambayo hutia nguvu na moyo na kumbukumbu ya kweli katika mchezo wa mpira wa miguu. Roberto Lewandowski aliagwa kwa heshima kubwa sana pale Bayern Munich baada ya kufanya makubwa katika dimba la Allianz Arena kabla ya kutimkia Barcelona na kwenda kufanya makubwa kweli kweli. Wachezaji ni sehemu ya safari ya mafanikio ya klabu na timu ya taifa. Baadhi ya wachezaji wanapostaafu hurudi kutumikia timu zao walizochezea kutokana na upendo na heshima waliopewa wakiwa katika ubora na nyakati ngumu. Mchezaji kama Frank Lampard, licha ya kucheza kwa mafanikio bora, alirudi kuifundisha Chelsea kutokana na heshima aliyopewa kipindi hicho. Pia Zinedine Zidane alicheza Real Madrid na baadaye akaitumikia kama kocha mkuu. Hayo yote ni sehemu ya mahusiano mazuri na mipango ya kuweka heshima kwa wachezaji waliofanya vyema. Ni muhimu kujenga utamaduni wa kulinda wachezaji waliopita katika vilabu. Mfano huu ni wa kuigwa kwa Tanzania. Wachezaji kama Emmanuel Okwi, John Boko, Erasto Nyoni, Nader Cannavaro
Kevin Yondan ni wachezaji ambao wamefanya vyema katika klabu ya Simba na Yanga. Ni vyema kutunza rekodi zao kama sehemu ya heshima, na ikiwezekana wapewe tuzo ya kulinda siku maalumu. Kumbukumbu pia kuwa na heshima, hakika itakuwa ni sehemu ya mipango endelevu ya klabu. Soka si burudani tu, ni utambulisho wa jamii, bali kumbukumbu ya kizazi hadi kizazi. Kama kweli tunathamini historia ya vilabu vyetu na timu ya taifa, basi ni lazima tuna utamaduni wa kuenzi waliojenga soka hili. Heshima haipaswi kusubiri mpaka mchezaji afariki au ashindwe kumudu matibabu ndipo tumkumbuke. Mchango wake inapaswa kuwa sehemu ya mfumo, si tukio la msimu. Wachezaji hupita, makocha na viongozi hupita, lakini waliyafanya hudumu kizazi kimoja hadi kingine. Kama ilivyozoeleka, mwanzo hadithi tamu pengine inaweza kuwa na mwanzo mzuri, lakini wakati mwingine inaweza kuwa na majonzi ya kusikitisha, pengine na majonzi ya kuumiza. Hii inaashiria kuwa inabidi tuthaminishe sana wale waliofanya makubwa katika soka, tuwakumbuke kwa mema na tuyafanye yaliyokuwa mema zaidi kwa kuwaenzi na kufanya yaliyo mema kwa ajili ya kuwakumbuka. Wanakuambia kuwa hadithi nzuri ni ile ambayo itasimuliwa na bibi mwenye busara. Hakika busara inahitajika, na mwisho wa siku kuwawekea heshima wale waliofanya makubwa katika soka. Kufikia hapo sina ziada katika Extra Time. Mimi ni David Kiamani na hii ni SAUT TV.